nidhamu, kujituma na sasa matunda ya ushindi. Kutoka hapa wilayani Mpwapwa, mihemko ya furaha imetanda katika viunga vya shule ya sekondari Godegode. Leo, uongozi wa shule, bodi na wazazi wamekutana hapa kusherehekea bongo zilizofanya vizuri zaidi. Ajenda ni moja tu: kutambua mchango wa waliosugua benchi na kuweka heshima ya shule juu. Twende sawa kuona jinsi mambo yalivyokuwa. Sisi wote kwa ujumla tunahitaji au tunatakiwa kuwajibika ipasavyo. Ghafla hiyo iliyopambwa na tabasamu tele ilifunguliwa na uongozi wa shule ukiongozwa na mkuu wa shule pamoja na mwenyekiti wa bodi ya shule, ambao walifungua pazia kwa kuainisha siri ya mafanikio haya. Basi mimi niende moja kwa moja nitoe hizi bahasha zimetoka wapi? Hizi bahasha zimetoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma. Kwa kawaida na utaratibu uliopo, huwa tuna kikao cha wadau wa elimu mkoa. Kikao cha wadau wa elimu mkoa wa Dodoma. Na kikao hiki kilifanyika tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Lengo la madhumuni ni kufanya tathmini ya matokeo ya mitihani kuanzia ngazi ya elimu ya msingi mpaka sekondari, kuona nini kilifanyika kwa mwaka uliopita 2025, ambapo katika kikao hiko mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Profesa Shemdoe. Ndio alikuwa mgeni wetu rasmi, akiambatana na viongozi mbalimbali katika elimu na viongozi mbalimbali wa siasa pia walikuwepo. Kikao hicho kilifanya tathmini na kuona iko haja ya kutoa tuzo mbalimbali kwa nyanja tofauti tofauti zilizofanya vizuri kielimu katika mitihani ya 2025. Hivyo na sisi sasa kwa shule ya sekondari Godegode tulikuwa mojawapo wa kupata tuzo hizo. Tuzo hizo ziligawanyika katika makundi kama 4 au 5. Nitaelezea tu kwa ufupi. Kundi la kwanza la tuzo hizo zilikuwa ni wilaya iliyofanya au halmashauri iliyofanya vizuri, ambapo ilikuwa ni halmashauri ya Bahi. Pia kulikuwa kuna walimu mahiri waliofanya vizuri katika masomo. Na sisi Godegode kwa kweli tuliibuka kidedea. Kuna walimu wetu ambao waliingia kwenye hiyo duru. Napenda kuwapongeza na nitawataja walimu wetu ambao waliingia kwenye hiyo duru ya kupata tuzo maalumu kwa umahiri wao wa kufundisha. Tulikuwa na Madam Elirumba Edward Makia na alipata tuzo hiyo, alipokea kwa niaba yake. Pia tulikuwa na Mwalimu Kasanda Bushesha Sandula na alipokea tuzo hiyo. Pia kulikuwa kuna Mwalimu Patrick Charles naye alipokea tuzo hiyo. Basi tukaendelea mbele zaidi. Kwa shule nayo ilipata tuzo kwa kuwa na idadi 25% wanafunzi wanaosoma sayansi. Kwa na sisi shule tulipokea jumla ya 200,000 kama tuzo ya kwetu kwa kufanya jitihada. Tukaendelea tena pia tukapata tuzo ya wanafunzi kama alivyoeleza hapo makamu, waliopata daraja la kwanza 7, 8 na 9 ambao ni single digit. Wanafunzi hao waliopata daraja hilo walizawadiwa jumla ya shilingi 200,000. Kwa hiyo sisi shule yetu tulipata wanafunzi wawili, ambapo alikuwa ni Fakshadi Madimo Lugolei, alipata division 1 ya pointi 9 na ilimweka katika kategori hiyo. Tukishia hapo tukapata mwanafunzi mwingine ambaye yuko mbele yenu, anaitwa David Gilbert Magodia na alipata division 1 ya pointi 9 na yeye akaingia kwenye kategori ya kupata tuzo. Tena tukapokea kwa heshima kwa mgeni rasmi Profesa Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Kwa hiyo tunawapongeza sana walimu wenzetu
Godegode kufuatia hafla fupi lakini yenye uzito mkubwa ya kutoa tuzo na pongezi kwa mashujaa waliotandika vizuri mitihani ya kidato cha 4 mwaka jana 2025. Tunakwenda kuwakabidhi wahusika kama ambavyo wameandikwa hapa juu. Tumekuja hapa shuleni, tumepewa nafasi na serikali, tuitumie nafasi yetu vizuri, tusome kwa bidii, na sisi basi tuje tupate mambo mazuri, tupate matokeo mazuri na tupate mambo mazuri huko tunakokwenda. Tumeelewana jamani? Na sio kucheza cheza na kupoteza muda tu. Tumekuwa tukikimbizana sana hapa. Tusome kwa bidii, tusome kwa bidii. Lakini leo tizama, wewe unapokaa ukasoma kwa bidii, ukatumia muda wako vizuri, mambo mazuri yanakufuata tu. Lakini hafla hii isingekamilika bila hawa hapa wazazi, mashujaa wa nyuma ya pazia waliogharamia ada, kununua madaftari na kutoa baraka zote. Kati ya wazazi wengi, wazazi hawa wawili waliobahatika watoto wao kupeperusha bendera ya ushindi ya Godegode kwa matokeo ya 2025 wana neno la kuambia jamii. Niseme jambo moja wanafunzi. Kwa nini matokeo yamekuwa mazuri? Uwezo wa mtoto mwenyewe kujituma. Umeelewa? Ndio. Uwezo wa mtoto mwenyewe kujituma. Maana nikisema kasome alafu hutaki kusoma, mzazi ndaeleka. Lakini uwezo wa mtoto mwenyewe kujituma. Hatuna maana kwamba tunawasifia watoto makamu wa shule. Hatuna maana kwamba tunawasifia watoto. Walianza kaa kambi kabla kambi haijaanza. Yaani kabla tujaanza mfumo wa kambi, tumekaa na mkuu wa shule kwamba tukutane watoto wafanye kambi kidato cha 4. Lakini wenyewe tayari walianza kaa kambi. Unaona? Unaona kwamba wenyewe walikuwa na nia. Na walioanza kaa kambi wenyewe, matokeo haya yameonekana. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, watoto wangu, mwe na nia ya kusoma. Mkiwa na nia ya kusoma, mtawapa nia wazazi, mtawapa nia walimu kufundisha. Pia kiukweli mimi sio najisifu, sina uwezo, lakini nikiambiwa shuleni mwanangu ana mchango na akubali nilale njaa, lakini mwanangu wawe wa kwanza kulipa mchango. Toka wanangu waanze kusoma shule. Na hilo nalo linamchanganya mtoto. Waambieni wazazi wawapunguzie kazi nyumbani. Michango kama watasema mchango wawalipie, na mwalimu ukiona anakusonga anataka akufundishe uelewe, lakini usiweke difu na mwalimu kwa mwalimu mbona ananipenda sana kunipiga anafanya nini, anataka akufundishe. Msiweke difu na walimu, pambaneni kusoma. Lakini kama mtasoma mtatusaidia jamani. Mimi sina mengi. Ushindi una tabia moja nzuri sana, unazaa ari mpya. Hafla hii ya tuzo hapa Godegode Sekondari si tu imewatunza mashujaa wa 2025, bali imeacha kiu kubwa kwa vijana waliopo sasa hivi shuleni kulaza damu ili mwakani na wao wasimame hapa. Ndio washukuru wazazi pamoja na walimu na serikali pia kwa kuwapongeza kaka zetu waliojitahidi katika mtihani wa taifa. Napenda kuasa wanafunzi wenzangu tuwe na nia thabiti ya kusoma. Na pia kwa wale ambao wanasoma masomo ya sayansi wasiache, waendelee kusoma. Tuendelee kuulizwa na walimu, kaka zetu na dada zetu maswali mbalimbali kama hatuyajui ili tuweze kuendelea kuyajua zaidi. Kuanzia mkoani umepata tuzo. Na watoto wale wamepata tuzo. Sasa tuzo hizi walipata tuzo hizi walimu ni kwa niaba ya walimu wenzao, na watoto waliopata tuzo hii mbele yangu sasa hivi hawa wangapi? Wawili, ni kwa niaba ya wanafunzi wenzao. Katika kujituma huko kumeanzia mbali, kwa watoto kumeanzia kwa wazazi wao, kwamba wazazi wao wameitikia, wamewasaidia, wamewasimamia kwa namna moja au nyingine. Uelewa wao ndio umesababisha wapata tuzo. Vile vile wazazi wao kupitia kwa walimu hao, ushirikiano kati ya wazazi na walimu, kazi imeonekana matunda leo mazuri haya. Lakini haya
isiishie kwa hawa tu. Kumbukeni katika kusoma, ninyi wote mliojia hapa, kuna vitu vingapi? Viwili. Wote sasa mara nyingi. Kwanza nidhamu. Nidhamu. Pili nia. Unaweza kaona nidhamu, nia huna, lakini nia iwe mbele, nidhamu iwe mbele, ndio matokeo yake ya leo haya ndio hapa kwamba umefanya vizuri. Kutoka viunga vya shule ya sekondari Godegode wilayani Mpwapwa, mimi ni mwandishi wako wa habari za Kijanja, Chatrick SP. See you next time.